Je, umewahi jiuliza ni kwa nini katika familia yako kila unapofika umri fulani mambo yanakwama? Au wakati mtu katika familia yenu ameenda katika nchi za nje, anarudi akiwa mikono mikavu? Unaweza dhani ni bahati mbaya tu, lakini wacha nikuambie, kuna madhabahu ambayo inafanya kazi chini ya maji kinyume na maisha yako. Madhabahu hii inaitwa the silent altar au madhabahu bubu. Siku ya leo nitakufundisha siri jinsi ya kusambaratisha madhabahu hii ambayo ni the silent altar. Katika dunia tunaoishi kuna maadui aina mbili. Kuna adui anayekuvamia waziwazi na kuna adui ambaye anaitwa madhabahu anayekuvamia chini ya maji hata kama umelala. Sasa madhabahu hizi tunazozungumza za kimya ni madhabahu au maagano ambao yalifanywa na mababu au mababa zako nyakati zile za kale, hata kabla haujazaliwa. Sasa madhabahu hizi hata kama waliozianzisha wamekufa, bado zina kuandama maisha yako ili zikuzuie usifike nafasi fulani. Katika Biblia tunaona mtu anayeitwa Gideoni. Katika kitabu cha Waamuzi 6, Gideoni walikuwa wanashindwa vita. Wana wa Israeli walikuwa wamelemewa na Wamidiani kiasi cha kukata tamaa. Lakini wakati Mungu alimtokelezea Gideoni, Gideoni alionyeshwa ya kwamba tatizo kubwa si Wamidiani. Tatizo ambalo linafanya mnalemewa leo na Wamidiani hawa ni madhabahu ya miungu mingine ambayo baba yako ameificha. Sasa Mungu alimwambia Gideoni, ili uweze kuona ushindi katika maisha yako, katika jamii yako, katika taifa lenu, ni lazima kwanza ubomoe madhabahu hiyo ya Baal na ukanijengee madhabahu yangu. Sasa siri iko hapa. Hauwezi ona mafanikio katika maisha yako kama bado madhabahu zilizojengwa na mababu au baba zako zinasema au zimesimama. Ni lazima kwanza uweze kutumia teknolojia hii ambayo ni ya damu yake Yesu kunyamazisha madhabahu za mababu zako walizozienua ili ukaweze kupata ushindi. Mtu mwingine tunayejifunza kutoka kwake ni Eliya. Eliya, maandiko yanatuambia katika Wafalme wa Kwanza 18:30 inasema ya kwamba, kisha Eliya akawaambia watu wote, sogeeni karibu nami. Watu wote wakamkaribia, naye akakarabati madhabahu ya Bwana ambayo ilikuwa imevunjwa. Sasa taifa la Israeli lilikuwa linapitia kiangazi ambacho kilienda zaidi ya miaka 3.5. Kisa na maana, wana wa Israeli walikuwa wameharibu uhusiano wao na Mungu. Sasa mtumishi huyu Nabii Eliya, wakati aliwaambia wana wa Israeli wamkaribie Mungu, kisha Eliya akaijenga tena upya
madhabahu ambayo ilikuwa imevunjika. Wakati huo moto ulishuka kutoka mbinguni na ukauteketeza dhabihu ambayo ilikuwa imewekwa juu, na mvua ambayo ilikuwa haijaonekana kwa miaka 3.5 ilianza kunyesha. Sasa siri iko hapa. Hauwezi enda mbali, hauwezi ona ushindi katika maisha yako kama uhusiano wako na Mungu unalegalega. Hauwezi shinda masauti zote, madhabahu zote ambazo zinainuka kinyume na wewe, aidha ni kazini ama kwa familia ama kwa biashara, kama uhusiano wako na Mungu bado haujajengwa. Ni lazima kwanza urejeshe uhusiano wako na Mungu ili ukawe timamu, ukawe pamoja na Mungu, ndiyo uweze kuona miujiza yako tena. Sasa madhabahu imekuwa ikitekea advantage watoto wa Mungu kwa kukosa maarifa haya. Usipoelewa haya, utaishi maisha yako, utapoteza miaka mingi ukipigana na kivuli. Maana madhabahu ya giza, madhabahu ya kimya ni madhabahu isiyo na huruma. Katika ulimwengu wa roho, hisia siyo lugha. Katika ulimwengu wa roho ni ulimwengu wa sheria. Madhabahu inasema dhidi ya maisha yako leo, kwa sababu madhabahu hiyo illegally, kisheria, ilijengwa. Na madhabahu ni nini? Madhabahu ni sehemu ya makutano. Ni ile sehemu ambayo contract, mikataba ambayo ni maagano kati ya miungu ama roho na mwanadamu zinaekwa signature, na signature ambayo inaekwa katika madhabahu hiyo ni ya damu. Sasa hata kama baadhi ya watu ambao walishiriki katika kuanzisha madhabahu hiyo wamekufa, bado damu hiyo inanena. Lakini nina habari njema leo. Kuna damu ambayo inanena juu yako, inanena mazuri sana kuliko damu zote ambazo zinanena kinyume na maisha yako. Na damu hii ni damu yake mwana wa kondoo ambaye ni Yesu Kristo. Wakati damu yake ilimwagika Calvary, hiyo ilikuwa turnaround, game changer ya maisha yako. Lakini swali ni, unajua kutumia damu hii? Maana wengi wanakosa kuelewa. Sasa hizi hapa ni alama kuu tatu za kufahamu madhabahu ya kimya katika jamii yako. Alama ya kwanza, kila unapoona umaskini katika familia, umaskini wa kurithi, haijalishi watu hao wamesoma kiwango gani, wako na juhudi kiasi gani, wameenda nchi gani na gani, inapofika mwisho wa siku wanajikuta wamerejea pale pale, wanaanza tena sufuri. Hiyo ni ishara ya madhabahu ambayo inanena kinyume na finances zako. Wakati unaona familia, watu wanapofika umri fulani, tuseme ni miaka 40 ama 50, vifo vinaanza kutokea, hiyo ni ishara kubwa ya madhabahu ambayo bado haijavunjwa. Wakati unaona wanaume ama wanawake wa familia fulani hawaowi ama hawaolewi, hiyo ni ishara kubwa ya kwamba madhabahu inazungumza. Wakati mwingine utaona familia hizi hata wakiolewa, itafika wakati fulani sababu ile ile itatokea na ndoa hiyo itavunjika. Kuna madhabahu inayozungumza. Ukiona mtu fulani wakati amekaribia kufanikiwa kimaisha, kuna deal amefanya, bonge moja la deal, na amekaribia kupata mtaji, kisha kitu kinatokea na mambo yote yanasambaratika,
Hiyo ni ishara kubwa ya madhabahu ambayo inasema ya kuwa mtu huyu hafai kupita kiwango hiki. Sasa kama uko pale leo, ningependa kukuambia, je, unajua ya kwamba kuna siri unayoweza kufanya ili kuweza kubomoa madhabahu hizi? Ukijua kutumia damu ya Agano Jipya, then utajua jinsi ya kusilence madhabahu hizi za kimya. Sasa nataka unisikilize, maana katika video nitakayofanya next, nitakupeleka ndani hatua kwa hatua, nikuonyeshe jinsi ya kubomoa madhabahu zote ambazo ni silent altars katika maisha yako. Nitakuonyesha jinsi Gideoni alivyoweza kupata ushindi kupitia kubomoa madhabahu ambayo baba yake alikuwa ameijenga. Maana madhabahu ziko na sauti. Sasa kama uko pale na haujampokea Bwana Yesu, ningependa kukupa nafasi hii ukaweze kujenga uhusiano wako tena na Mungu kupitia mwanawe Yesu Kristo. Rudia nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, niko mbele zako, nisamehe dhambi zangu zote na makosa. Futa jina langu kwa kitabu cha hukumu, andika jina langu kwa kitabu cha uzima wa milele. Nimemkataa shetani na kazi zake zote. Nimekupokea Yesu uwe Bwana na mkombozi wa maisha yangu kuanzia sasa na hata milele. Amen, na Mungu akubariki. Sasa usisahau kubonyeza subscribe to this channel ili uweze kupokea mafunzo kama haya wakati mwingine, na pia tuma ujumbe huu kwa wale uwapendao. Na pia kama ungependa kuzungumza nami ili uweze kupitia maombi, ili niweze kuomba nawe na kusimama na wewe, then tumia nambari hii 0723508528. Tuonane tena wiki ijayo. Mungu akubariki and shalom.